بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ndugu Islam, tunaendelea na darasa yetu hii au silsila yetu hii ya kuhusiana na masala ya tahrifu al-Qur'ani kwa Shia. Lakini kabla sijaendelea, kutakuwa na tanbihi tatu, lakini moja naiweka huko mbele. Tukijeruhi nzima itakuwa mwishoni mwa darasa. Kwa sababu baada ya mimi kuzungumza haya nimesikia na pia nimeona clip moja, sijui ile kama ilitoka baada ya mimi kuzungumza haya au ilikuwa kabla, ya mshia mmoja anazungumza kwamba mashia hawaamini hivyo, yani si itikadi ya kishia hiyo, kwamba Qur'ani imepotoshwa, na akatoa ushahidi katika suratu wa aya iliyokuwa katika surat Al-Hijr. Tutakuja kueleza haya inshallah, hiyo ni katika darasa inazofuata huko mbele za mwisho tujaliwa. Lakini pia hapa kuna mambo mwenyewe kwa nyuma kidogo ndikosea kidogo, mtaweka sawa katika reference. Ukosea quotation takriban, lakini reference mtakumbuka kwamba ndinukuu aya, na kwa hakika sikumbuki ni clip ya ngapi, na ndikuwa kila mara nakumbuka nasema nitafanya clip inayofuata nisahihishe na sahau. Kwa hivyo clip zimekuwa nyingi. Ni reference tu, nilitoa aya katika sura mbili, suratu Al-A'raf na nyingine katika suratu Ash-Shu'ara. Sasa ile katika suratu Ash-Shu'ara mimi nilisema suratu Shura, nafikiri ni katika suratu Ash-Shu'ara aya 41, naona kama 42. Kwa hivyo ni Shu'ara sio Shura, zile aya ambazo kwamba zinahusu wachawi wa Firaun, ambapo kwamba katika upande mmoja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa nukuu akisema inna lana al-ajran, na katika sehemu ya pili akasema a inna lana al-ajran. Kwa hivyo ni suratu Shu'ara, sio Shura. Alafu aya moja pia vile vile ndi nukuu nikaikosea kidogo katika kuitamka. Ni muhimu kwa watu, hususan kwa watu ambao kwamba hawasomi, kwa sababu wanasoma tajua kama hapa huyu kakosea, ataweka sawa mwenyewe, lakini alikuwa hasomi anaweza kuchukua kitu alafu kumbe akachukua makosa. Katika aya ile iliyo katika sura Al-Ahzab ambayo kwamba inasomeka kuhusu Mtume sallam kwamba wa khataman nabiyina, nikasema kisomo cha pili wa khatamin nabiyina, lakini eka sawa, sio wa khatami wa khatimi. Nilisema kisomo cha pili wa khatimi, lakini sio wa khatimi, wa khatima, wa khatima. Qur'ani inasomwa kama ilivyoteremshwa. Tunaendelea na nukulu. Hapa tuna kitabu, katika kitabu cha huyu yule bwana wetu ambaye tulimnukuu huko nyuma kidogo, Muhammad Marallah anatunukulia katika tafsiri ya bwana mkubwa anaitwa Al-Kashi, katika maulama wakubwa wa Kishia, wafasiri wa Kishia. Narudia tena na kunukulieni maneno haya ili msije mkasema kwamba haya ni maneno metani, bali ni maneno ya maimamu wao wanavyuoni wakubwa. Na mashia wanapenda kudanganya watu tu, wanapenda kudanganya watu, wanapodhania kwamba watu hawajui. Watakwambia hivi ilhali wanajua kama hivyo wanaosema sivyo. Na Muislamu hatakiwi kuwa hivyo. Hiyo taqiya iliyotajwa kwa Qur'ani sio maana yake hiyo. Wao wanafanya taqiya kwa ni uongo. Pia masala taqiya tutaje kuzungumza kama mahala pake. Huyu bwana Al-Kashi na tafsiri yake anaita Safi, juzu ya kwanza ukurasa 33. Mimi hii tafsiri sina tafsiri hii, lakini nanukuu maneno haya kupitia kwa mtu mwingine, kama nilivyokuambia vitabu ambavyo kama ninavyo vote vya Kishia, nikizama nukulu zake ni sawa. Kwa hivyo anasema hivi huyu bwana Kashi huyu, msikilize maneno yake. Anasema Al-Mustafa, malaki alinukuu riwaya zenye kuonyesha kwamba Qur'ani imepotoshwa, imeondoshwa, imezidishwa namna hiyo. Alafu akasema hivi al-mustafadu min jami'i hadhihi al-akhbari wa ghayriha min ar-riwayati min tariq ahli al-bayt عليهم السلام أن القرآن ليس بتمامه كما أنزل على محمد. Faida inayopatikana
katika mkusanyiko wa riwaya zote hizi, mapokezi yote haya ya Kishia yani na mengineyo ambayo kwamba hakutaja hapo, basi faida inapatikana katika riwaya hizo ambazo kwamba zimepokewa kwa njia ya ahli albayti, ambao kwamba hiyo si kweli. Albayti hajasema ni hayo, iko na wazudi uongo. Anasema hivi kwamba Qur'ani haiko kamili kama ilivyoteremshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bal minhu ma huwa khilafu ma anzala Allah wa minhu ma huwa mughayyar muharraf. Miongoni mwa hiyo Qur'ani iko kinyume na vile ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu kateremsha, na miongoni mwake hiyo Qur'ani iko ambayo kwamba imepotoshwa na kubadilishwa. Wa annahu qad hudhifa minhu ashya'un kathira, na kwa hakika imeondoshwa katika hiyo Qur'ani mambo mengi sana. Minha, miongoni mwa hayo, ismu Ali alayhi salam, ni jina la Ali katika Qur'ani limeondoshwa, rehma na amani iwe juu yake. Jina lake Ali limeondoshwa. Anasema fi kathiri min almawadhi, katika sehemu nyingi za Qur'ani, katika aya nyingi za Qur'ani jina la Ali limeondoshwa. Kwa hivyo Qur'ani hii imepotoshwa. Mashia msikimbie bwana, hata siku moja hamna pa kukimbilia mkasema kwamba nyinyi mnaitakidi kwamba Qur'ani ni sawa. Si kweli, si kweli. Mtadanganya watu kwamba hawasomi. Wa minha lafdhatu ali Muhammad, hal kadhalika miongoni mwa hayo yaliondoshwa ni neno ali Muhammad, yani ali Muhammad kizazi cha Muhammad. Bila Qur'ani imeondoshwa ili nini? Kufunika, kuondosha ile nguvu ya Ahlul Bait, kwa sababu watu wanapiga vita Ahlul Bait. Ewa ghaira marra, zaidi mara moja limeondoshwa jina hilo. Wa minha asmaul munafiqina, hal kadhalika majina ya wanafiki katika Qur'ani imeondoshwa, yani masahaba wale ambao kwamba kwa wao ni munafiki, na Ali kina Umar na wenzake, fi mawadhiha, katika sehemu zake. Wa minha ghairu dhalik, na mengineyo yasiyokuwa hayo. Wa annahu laysa ala at-tartib al-mardi 'inda Allah wa 'inda rasulih, na hum saafu hasa mpango wake sio ule ambao kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake wameuridhia, sio huu. Mpango wake mwingine kabisa, badilisha hawa. Wabihi qala Ali ibn Ibrahim al-Qummi, na hivyo ndivyo alivyosema nani Sheikh huyu Ali ibn Ibrahim al-Qummi. Halafu anamalizia natija yake kwa kusema hivi katika ukurasa 100 hiyo wa 33, maana hivyo ya kwanza ukurasa 33 pale ilikuwa ukurasa 32. Katika ukurasa 33 anamalizia hivi kwa kusema anatoa natija sasa. Msikilize Sheikh Kishia huyo tena, Sheikh mfasir: lam yabqa lana i'timadun ala shay'in min alqur'ani, kwa hivyo haikubakia sisi kwetu sisi, haiwezekani kutegemea chochote katika Qur'ani hii, tusitegemee hii Qur'ani. idh ala hadha yuhtamal kullu ayatin minhu an yakuna muharrafan, kwa sababu kwa msingi huu kila aya katika hizo inawezekana ikawa imepotoshwa, wa mughayyaran, na imebadilishwa, wa yakuna ala khilafi ma unzil, na ikawa aya hiyo ni kinyume au Qur'an hiyo ni kinyume na ilivyoteremshwa. Falam yabqa lana fil Qur'ani hujja aslan, kwa hivyo inakuwa sisi hatuna hoja katika Qur'ani kamwe. Qur'ani haina hoja, nasema Sheikh Kishia, kwa sababu imepotoshwa. Fatantafi faidatuhu wa faidatul amri biittiba'ihi, kwa hivyo hakuna faida yote, imeondoka ile faida ya kuifuata Qur'ani na faida ya kuiamrisha, faida yake hamna tena faida ya Qur'ani. Biittiba'ihi wal wasiyati bitamassuki bihi, na hal kadhalika ile wasia au kama nayo pia inakuwa hana faida tena ila ghairi dhalik. Kwa hivyo hayo ndio maneno ya bwana Al-Kashi. Naam, halafu hapa na maneno zaidi nasema hivi. Halafu naam, hakuna haja kutaja tena hapa, baadaye tena akanukuu maneno ya nani? Maneno ya Al-Kulaini kwamba naye ni mmoja katika wenye kukubali kwamba Qur'ani imepotoshwa. Tumefahamiana Halafu baada ya hapo tunamwona huyu mwana hadithi maarufu huyu. Tunamwona hadithi maarufu ambaye kama anajulikana kwa jina la Al-Majlisi. Al-Majlisi pia naye kanukuliwa hapa kwamba ni miongoni mwa wenye kusema kwamba Qur'ani imepotoshwa, kumeondoshwa kilichoondoshwa
kimezidishwa kilichozidishwa. Na hichi ni katika kitabu chake Tadhkiratul Aimma ukurasa wa 49. Anasema anna Uthman hadhafa min hadha alquran 3 ashya. أن عثمان حذف من هذا القرآن 3 أشياء. moja nini? Manaqib amir almu'minin Ali, kwanza sifa zote njema za kiongozi wa Uislamu al-Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu. Ya pili ahli albayt, sifa za nani? Za ahli albayt. Tatu kaondosha dhamma Quraish, kuwa sema vibaya ila na aibu za nani? Za Quraish, yani wanakusudia Quraish ni masahaba wal khulafa ath-thalatha. Hal kadhalika kaondosha nini? Kaondosha makhalifa watatu wametajwa katika Qur'ani, kaondosha mithlu ayati ya laitani lam attakhidh Aba Bakar khalila. Sema watu walikuwa kutovu wao. Mfano wake ni kama hii aya anasema hivyo. Hiyo aya katika sura al-Furqan, aya inasema ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, ndio Qur'an inasema. Yeye anasema hapa hii fulani haikuwepo, kilichokuwepo hapa ni Abu Bakar, lakini wameiondosha. Yani anasema hivi, hiyo aya ilivyokuwa kwa asili, ya laitani lam attakhidh Aba Bakar khalila, ya laiti mimi sikumfanya Abu Bakar kuwa ni rafiki. Sawa. Kwa hivyo hizi ndio itikadi za Kishia bwana. Hizi ndio itikadi zenu. Msituambie kwamba nyinyi ndio ambao kwamba mmeshikana na mafunzo ya Mtume sahihi na kwamba madhehebu yenu haikuingia mkono kwa Kiyahudi. Halafu wana maneno mengine huyu bwana, lakini sitaki kurefusha sana kwa sababu kama nakwambieni hii maudhui itakuwa refu, twende kidogo kidogo. Lakini maneno kama hayo pia anayo katika kitabu chake kingine kinaitwa Hayatul Qulub, juzu ya pili kurasa 681 na sehemu nyinginezo. Kwa hivyo huyo ni imamu mwingine, au hao ni imamu mwingine wa Kishia ambao kama anasema kwa uwazi wakubwa wanavyoni wakubwa unaotegemewa kwamba Qur'ani imepotoshwa, Qur'ani hii haifai kuitegemea. Sasa je, shekhe unasema kwamba nyinyi ndio mko katika haki na kwamba nyinyi ndio ambao kwamba mnafuata mwenendo wa Mtume sallallahu sahihi na wasiokuwa nyinyi wamepotea, shekhe hilo lina ukweli? Mimi naona zirudie nafsi zenu, mmepotezwa. Rudini katika madhhabu ya ahli al-haqq wal istiqama, rejeni katika madhhabu ya ahli al-haqq wal istiqama. Ndio watu pekee ambao kwamba wamehukumu kila kitu kwa hoja za kiakili na kimaandishi, wala hawakufuata ahwa matamanio, wala hawakupotosha, wala hawakutunga riwaya za uongo. Huko mliko siko kutakupelekeni kubaya, akida mbovu. Na hizo ziko nyingi tazungumzia. Leo naomba niishi hapa. Aqulu ma qad sami'tumuhu wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.